Habari zenu ndugu wafugaji, karibuni sana kwenye kipindi chetu cha ufugaji bora. Tunawakaribisha na kuwafunza mambo yafuatayo hususa katika ishu nzima ya ufugaji wa kisasa. Tunapozungumzia ufugaji wa kisasa tunamaanisha nini? Tunapozungumzia ufugaji wa kisasa tunamaanisha mipangilio mizuri ya mradi ambao unahitaji kwenda kuanzisha. Katika mipangilio hiyo tunazungumzia katika swala la mabanda mazuri, swala la uwekezaji mzuri, na maanisha katika mtaji wako kiujumla. Unapoanzisha mradi, tafsiri yake wewe mwenyewe unakuwa umejipanga kwamba mradi wangu mimi gharama zake za makadirio ni kiasi fulani, kuanzia na wachukua kuku mpaka wanaenda kuanza kunizalishia, aidha ni kama ni mayai au kama ni kuku wa nyama, mpaka kufikia kiwango cha wao kuuzwa. Lakini leo sijaja kuzungumzia makadirio ya gharama. Makadirio ya gharama ya kuku nitakuja kuzungumzia kipindi kinachofuata. Leo kitu kilichonileta kuja kuwaonyesha hizi cages na mabanda mazuri ambayo yanaweza kukusababishia wewe kukusaidia katika ishu nzima ya ufugaji. Tumesha kuwa na ufugaji ambao ni ufugaji holela wa kasumba, ambao unaweza ukapelekea sisi kutokurudisha zile faida au zile mitaji ambayo tumeshaiweka katika swala zima la ufugaji. Sasa ukifuga inakupaswa kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Usifuge tu kwa sababu watu wengi wanafuga au kwa sababu pia na wewe ulikuwa unavutiwa katika ishu nzima ya ufugaji. Fuga kuku kwenye mazingira mazuri ambayo yatakufanya wewe usiwe na stress katika uhudumiaji, pia usiwe na stress katika kuhudumia kuku, kwa maana ya kwamba wasije ukawa na maambukizano wa magonjwa kwa urahisi zaidi, yale magonjwa ya mlipuko. Maana yake ukifuga kuku katika mpangilio mzuri, niamini mimi utapata mavuno mazuri, na hawa kuku hawezi kufa wala kukusumbua kwa namna moja wala nyingine. Sasa keji ndio mkombozi wako. Fuga kuku kutumia keji ili iweze kukusaidia katika mradi wako.